Rasmi sasa uongozi wa klabu ya soka ya wananchi Yanga umeweka bayana kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo pengine wadau wengi wa michezo kutoka hapa nyumbani Tanzania walikuwa wana shauku na kiu kubwa ya kuweza kufahamu. Ikumbukwe tu ya kwamba moja kati ya uongozi ambao mnaweza kusema kwamba umeleta mabadiliko makubwa kwenye historia ya klabu ya soka ya wananchi Yanga ni uongozi huu wa Young Africans hivi sasa uliopo chini ya rais wao Engineer Hersi Said. Mapinduzi makubwa kweli ya kimichezo yamefanyika kwenye klabu hiyo, hasa kipindi hiki ambacho pia tumeshuhudia kuna Young Africans Sports Club Academy ambayo imeendelea kuhusika na ukuzaji wa vipaji vya watoto wadogo hapa nyumbani Tanzania. Project hiyo imekuwa serious kweli, lakini ukiachana hilo pia kuna mambo mengi ambayo yameendelea kufanyika ndani ya klabu ya soka ya Young Africans ambayo pengine kabla ya rais wa Young Africans Engineer Hersi Said mambo hayo hayakuwahi kufanyika. Sasa niko hapa mwanamichezo mwenzako na nitakwenda kukujuza mambo mengi na mambo mbalimbali ambayo tayari yamekwisha kunifikia mezani kwangu hivi sasa. Lakini kabla sijaendelea, tafadhali nikukumbusha jambo moja. Kama bado haujawa mwanafamilia wa channel yetu, tafadhali tazama chini ya video yako, kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, yabonyeze mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo kuna alama moja ya kengele itatokea, nayo utaibonyeza mara moja, na hapo moja kwa moja utakuwa umekwisha kujisajili na kwa muda wetu wa karibu kabisa wa channel yako pendwa. Sasa kwa nini uendelee kupitwa na taarifa zetu, taarifa nyingi sana za kimichezo na burudani, licha ya kwamba cha kufanya ni kitu kidogo kweli kweli? Tazama chini ya video yako, kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, bonyeze mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo kuna alama moja ya kengele itatokea, nayo utaibonyeza mara moja, na hapo moja kwa moja utakuwa umekwisha kujisajili na kwa muda wetu wa karibu kabisa wa channel yetu pendwa. Yes, uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans uliweka bayana ya kwamba bado hawajamaliza kwenye masuala mazima ya usajili, na waliweka wazi ya kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa akiwasumbua kwa muda mrefu, wamekwisha kukamilisha usajili wake. Nimekuwa nikipokea maswali mengi kweli kweli kutoka kwa wadau mbalimbali wa michezo na burudani, pengine wakiniuliza kama nafahamu, je, mchezaji huyo ni nani? Nami siwezi kuwa muongo, siwezi kudanganya umma ya kwamba namfahamu mchezaji huyo, kwa sababu kumekuwa na wachezaji wengi ambao wamekuwa wakihusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans. Lakini jambo pekee ambalo naweza nikakujuza ni kwamba mchezaji ambaye Young Africans watakwenda kumtambulisha, ambaye wao wanadai aliwasumbua kwa muda mrefu, nina uhakika wa 100% ni raia wa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu klabu ya soka ya Yanga tayari wamekwisha kufikia kiwango cha juu cha usajili wa wachezaji wa kigeni. Hivyo kama kuna mchezaji ambaye watakwenda kumsajili hivi sasa, basi atakuwa ni mchezaji wa ndani ya mipaka ya Tanzania. Ndani ya nchi kumekuwa na wachezaji wengi ambao wamekuwa wakihusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans mpaka hivi sasa, lakini moja kati ya wachezaji ambao trades zao zimekuwa kwa kiwango kikubwa kweli kweli ni wachezaji wawili ambao ni Faisal Salum pamoja na Alphonse Mabula. Faisal Salum amekuwa akizungumzwa sana kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans. Sio Yanga tu, hata Simba Sports Club pia wamekuwa wakihusishwa kwamba wanamhitaji mchezaji huyo. Sasa siwezi nikakupa jibu la moja kwa moja pengine ni mchezaji yupi ambaye Young Africans wanamhitaji, kwa sababu kipindi hiki kumekuwa na taarifa nyingi, taarifa tofauti zikizungumzia masuala ya kiusajili. Lakini kitu pekee ambacho naweza nikakwambia ni kwamba moja kati ya wachezaji ambao watakwenda kusajiliwa kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya michezo hapa nyumbani Tanzania, na mchezaji ambaye Young Africans walidai ya kwamba alikuwa akiwasumbua kwa muda mrefu, ambaye wamekwisha kumalizana naye. Majina haya mawili ambao nitakutajia, huenda kutakuwa na mchezaji mmoja. Namba moja ni Faisal Salum Abdalla, Feitoto anayekipiga kwenye klabu ya soka ya Azam Football Club, lakini namba mbili ni Alphonse Mabula. Faisal Salum Abdalla amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans wamekuwa wakihaha
kuhitaji saini yake kutokana na uwezo wake binafsi. Tunafahamu msimu uliokwisha amefanya mambo makubwa kweli kweli akiwa na klabu ya soka ya Azam Football Club. Sio Yanga tu, hata Simba na baadhi ya vilabu kutoka nje ya mipaka ya Tanzania wamekuwa wakitamani kuwa na Faisal Salum. Lakini kwa mujibu wa taarifa za kuaminika kutoka vyanzo mbalimbali vya michezo zinatueleza kwamba Faisal Salum Abdalla mwenyewe kuwa akivutiwa zaidi na kurejea kwenye klabu ya soka ya Yanga. Hivyo tuendelee kusubiri na tutapata kufahamu nini kitakuwa kinatokea mara baada ya dirisha hili kufungwa, kwani Young Africans wamedai ya kwamba mchezaji huyo watamtambulisha siku ya Mwananchi, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilikwisha kutolewa ni kwamba kilele cha wiki ya Mwananchi kitakuwa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hivyo tutafahamu ni mchezaji yupi ambaye atakuwa amesajiliwa. Je, ni Faisal Salum ama